Kama hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ambayo ina riwaya nyingi, anasema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu ala alma. Amekuwepo Mwenyezi Mungu kwa maana azal, wa lam yakun shay'un ghayruhu, na hakikuwepo chingine kitu chochote asiyokuwa yeye, kwa maana peke yake ndio aliyokuwepo, hapana chingine chochote. Wa kana arshuhu ala alma, na arshi yake ilikuwa juu ya maji, na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Arshi na maji, kipi kilichotangulia? Na arshi, kiumbe kikubwa kuliko vyote ni arshi, lakini cha mwanzo kutangulia alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maji. Nasoma kwenye Qur'ani, waja'alna min alma kulla shay'in hayy, tumejalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai, min babil iktifa, kwa sababu alivyoumba Mwenyezi Mungu sio vilivyo hai tu, hayyin wal jamid, kwa maana au wal jamad, hayy wa ghairi, kilicho hai na kisichokuwa hai. Jiwe halina uhai, lakini asili yake ni kila kitu, asili yake ni maji. Kwa hivyo wanasema hapa wataalamu, kwa hivyo baada ya kuumbwa maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao hayana asili, hata rangi ya maji haijulikani. Sijui nani anaweza kutuambia rangi ya maji? Maji yanayo rangi? Maji rangi yake kwenye chombo kilotiwa, yatakapokuwepo ndio rangi yake hiyo hiyo. Lakini rangi ya maji katika kiumbe cha ajabu kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichoumba kimoja ni maji, ambacho peke yake ndio kinachoweza kukata kiu moja, lakini peke yake ndio kinachofanya maisha yaendelee. Kukosekana maji, maisha hayapo. Maisha hayapo. Ni kiumbe cha ajabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishie kuwepo, na ndio maana huuliza katika Qur'ani saa nyingine, lau kama tutaamka tukaja tukayakuta yashazama, nani atakayetuletea mwingine maji kama haya matamu? Nani? Wewe kunywa vinywaji vyote ukiwa na kiu, huwezi kumaliza kiu yako, si ndio hivyo? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiumbe hichi, ndio kiumbe cha mwanzo alichokiumba cha maajabu, alafu vikafuatia viumbe vingine. Kwenye kuumbwa tu